Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 9, neno la Mungu linasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Amen. Leo tuna ujumbe unaotuimarisha juu ya kuwapenda na kuwajali watoto wetu. Kuwapenda na kuwajali watoto wetu. Taifa la Israeli lilipewa wito wa kuwafundisha watoto kwa bidii. Kwa bidii. Kwa nini? Kwa kitu gani? Kwa kitu gani? Wafundishwe ili waliweke neno kwenye moyo wala si kwenye kichwa. Kwa nini? Kuna tofauti ya kitu kwa kwenye moyo na kwa kwenye kichwa. Mungu alipoandika amri 10 akampa mtumishi wake Musa, zile amri Biblia inaeleza wazi walishindwa kuzifuata kwa namna Mungu alivyotaka. Baadaye Mungu akasema, kwa mwendo huu wa watu hawa wakaidi na wasioelewa, ninaandika amri hizi kwenye mioyo. Na ndio maana kuna watu ambao hawaendi kwenye nyumba za ibada, lakini wanajua kuua ni dhambi hata kama hawajaenda kwenye nyumba ya ibada. Kwa hiyo kanuni na amri Mungu aliamua kuziandika kwenye mioyo, na anatoa maelekezo kwamba endelea kuwafundisha watoto wenu kwa bidii. Kwa nini? Bidii inatengeneza mazingira ya mtu kutii, sio kwa kichwa, yani kwa kukaribu, ila kwa bidii inaingia kwenye moyo. Ikiwa ni kwa bidii na kufundisha kwenye moyo, itafanya hawa watoto waliishi neno. Imani ambayo wanakuwa nayo, walionayo na watakayokuwa nayo inarithishwa. Biblia inaeleza wazi katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 1 mstari wa 5. Mtumishi wa Mungu Paulo anathibitisha imani ya Timotheo ambayo anaijua ndiyo imani ya bibi yake Loisi na mama yake Eunike. Kwa hiyo anasema, ninakufahamu wewe kwa sababu ninajua bibi yako alikufundisha na ninajua na mama yako alikufundisha. Leo tunao walimu wa shule ya Jumapili. Tuwapongeze kwa kuwapigia makofi. Kwa mujibu wao wamepewa dhamana katika shule ya Jumapili, lakini sio wajibu wao. Sio wajibu wao. Tunao walimu wanaofundisha shule za misingi na sekondari hata vyuo, wanayo dhamana ya kulea watoto wetu hawa katika msingi, lakini sio kazi yao. Kazi yao ni kufanya mengine pamoja na hayo, lakini kazi ya kuhakikisha mtoto anaelewa misingi ya imani ni wewe. Ni nani? Umesema ni nani? Umesema? Nilifikiri umesema ni wewe. Nilitaka kujiridhisha. Na mimi na sehemu yangu, lakini wewe. Nani? 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 Leo hii tupo na kizazi cha mwendo kasi, kizazi cha 4G, na tumeanza 5
hicho baadaye tutapata tafsiri yake. Kizazi cha mwendo wa kurukaruka, kisichoelewa, kisichotaka kufundishwa, lakini pia kinachofundishwa bila kuelewa kimefundishwa nini. Hapa wazazi bado tunayo kazi. Watoto wa Kiisraeli walifundishwa, wakapewa maelekezo wafundishwe, na amri hizi wakaambiwa ziandikwe kwenye milango na miimo na kwenye kuta, ili akigeuka huku akute amri inamwambia waheshimu wazazi wako, akiangalia huku inamwambia uwe na adabu, akiangalia huku inamwambia uwe na nidhamu, ili kila eneo atakapoenda akute imeandikwa. Wanaambiwa kwenye milango na kwenye kuta waandike. Leo hii tunashuhudia vitu vya ajabu kwenye familia. Unakuta mtu hana hata neno moja lililoandikwa. Mabango yaliyojaa ya Simba na Yanga kwenye ukuta. Mtoto anajifunza nini kwenye mabango yaliyoko kwenye kuta? Unajua ujumbe wa leo unatuambia kwenye kuta, kwenye milango, kwenye madirisha, kila anayeingia ajue yuko kwenye nyumba ya mteule. Leo ni siku ya matengenezo kwenye familia. Yale mabango yote shusha. Mwingine unakuta ameandika, rafiki yangu uyaonayo hapa yaache hapa, hayakuhusu. Yale mabango yale hayahitajiki kwa maisha ya mtoto. Kuna kitu cha ajabu ambacho unawekeza huko ndani, na hicho unachokiwekeza ndani, gharama ya kwanza utalipa wewe. Utalipa. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Biblia iko wazi. Watoto wadogo kama yule nyota wa wiki, hao ni watu hatari sana. Wana uwezo mkubwa wa kukariri mambo hata baada ya miaka. Wakati fulani nilikutana na mtoto mmoja ambaye mtoa machozi. Ananiambia matukio ambayo ametendewa na mzazi wake, baba wake, na akasema matendo hayo yametokea zaidi ya miaka kadhaa ambayo hajafutika. Ubongo wake umejeruhiwa. Kwa nini? Kwa sababu hawezi akafanya jambo lolote. Ameathirika kisaikolojia mpaka apate counselor wa kuweza kumsaidia. Kuna maumivu ambayo tumefanya juu ya watoto wetu. Leo hii kuna ukatili tunaoshuhudia katika bara la Afrika na duniani kote, na ule ukatili umesababishwa na wazazi. Kwa hiyo hatuna nafasi ya kulaumu watoto, ila wazazi ndio walaumiwa. Ukatili ambao watoto wanafanya ni matokeo ya ambayo wameona wazazi wao, wameona walezi wao, wameona walimu wao, wameona washauri wao. Wabantu wa Bukoba wa haya wanayofanya nasema familia ufanana na kiongozi wa familia. Deka eshagano kama wayo. Ejuga ezare kuboroga. Yaani kama unaona katoto kanalia, ujue mama yake alikuwa zaidi au baba yake. Kwa hiyo mtoto ukiona analia ni matokeo ya baba, naye alikuwa hivyo au mama. Tena anasema wazi tena, ukiona uzi umepita kwenye tunu fulani, usilalamikie uzi. Wewe sindano ndiye aliyetangulia akamvuta uzi. Nani alaumiwe, uzi au sindano? Kwa hiyo sindano alikotangulia, uzi huwa anaenda na mfuata nani? Sindano. Tunaweza tukalalamika, tukanung'unika, tunaona matokeo ya uharibifu, tunafikiri sisi tuko salama, kumbe ndio tuliosababisha. Nenda mitaani, wale watoto wa mitaani wamezaliwa na mitaa, wamezaliwa na watu. Mitaa inabebesha mimba na
na inabeba mimba inaenda leba. Maana yake tumetengeneza mazingira ya mitaa kuanza kuzaa na kuzalisha. Watoto wenu wafundishwe kwa bidii kupitia hata nyumba zishuhudie kwamba hapa ni mahali ambapo ibada inafanyika. Watoto wa Kiisraeli ndani ya nyumba walielekezwa mapambo ya wasaidia kuangalia, kujifunza, wala sio kitu kingine. Leo hii katika taifa letu hili na mataifa mengine kuna watoto wanaofundishwa na simu. Mtoto kile aongea, wewe angalia simu. Simu ndio inambembeleza mtoto, si ndio? Usinipigie kelele, shika simu. Anashika. Anaangalia vitu gani kule ndani? Akienda kwenye TV, tumeweka ukomo kwamba angalia TV fulani ama angalia chochote. Tuna mazingira yapi ya kuangalia watoto wakamwelewa Mungu anayewaumba? Mara nyingi watoto katili washiria wazazi wao, walezi wao, washauri wao, walimu wao na hata marafiki zao. Malezi na makuzi vina mchango mkubwa juu ya watoto wetu. Hatimaye uiga tabia zile. Tabia mbaya ya kiongozi huambukiza wanaoongozwa. Viongozi ngazi zote kuanzia familia, tusilee au kuongoza kwa vitisho, kwa mateso au adhabu, bali maelekezo na mafundisho. Ukatili usije ukaendelea katika taifa letu na duniani kote.